Mimi ni mchambuzi huru wa mambo ya kisiasa. Siku ya leo nimekuja kidogo kwa njia kidogo ya tofauti. Njia niliyokuja nayo siku ya leo ni njia ndogo tu kwa ajili ya kuweza pita bahari, pita huko. Kwa ajili ya kuweza kuzungumzia au usipite huko. Yaani nenda sawa sawa, yeye akufuate wewe, anakufuata yeye. Si unaona sasa shughuli hiyo. Kwa majina naitwa Bwana Ahmed Kombo, mimi ni mchambuzi huru. Siku ya leo nimekuja kidogo kwa style ya tofauti. Kwa kuwa taifa letu ni taifa lenye amani, ni taifa ambalo hatuna wasiwasi nalo, ambapo tunamwamini rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan. Siku hii ya leo nimekuja kuzungumza machache tu. Machache haya ninayozungumza, tunaona kuna baadhi ya vijana ambao wanahubiri mambo ya maandamano. Ngoja kuna baadhi ya watu ambao tayari wameshaanza kuhamasisha maandamano, kama vile tunavyomuona Maria Sarungi, tunavyomuona Mange Kimambi, tunavyoona baadhi ya watu wa Chadema, kwa sababu maandamano haya yakija kuathiri vijana wa Kitanzania, lawama zipelekwe moja kwa moja kwa Heche, kwa sababu Heche ndiye aliyesema ya kwamba ataruhusu maandamano yaweze kufanyika nchi nzima kwa kushinikiza Tundu Lissu aweze kuachiwa. Ushanifahamu? Sasa iko hivi, tukiwaambia maandamano ya kwanza, wao ndo walikuwa wahamasishaji namba moja. Wao ndo walikuwa watu ambao ndo walikuwa nahamasisha namba moja kwamba vijana wajitokeze waweze kufanya vurugu. Ushanifahamu? Na maandamano hayo wao ndo wanaohamasisha, kwa sababu ukiangalia slogan yao wanasema sijui free Tundu Lissu, wanasema sio, wanamtaja Rais Samia sio must go, sio wanasema sio katiba mpya. Waende na hoja ya katiba mpya, watu watawaelewa. Hawawezi kuishinikiza mahakama, hawawezi kuishinikiza sheria ifanye kama vile wao wanavyotaka. Ndugu zangu, vijana wenzangu wa Kitanzania, tusije tukakubali tukajitokeza kwenye maandamano hayo yasiyokuwa na vichwa wala miguu. Mimi niombe serikali na niwaombe vijana wenzangu wa Kitanzania, watu tunahangaika ni namna gani tutaweza kupata ugali, kwa sababu mtakapoitisha maandamano hiyo tarehe 7 ya mwezi wa 7, tukumbuke tarehe 7 mwezi wa 7 ni sikukuu. Ushanifahamu? Watu ni siku ambayo wananufaika kwa mambo mengi katika viwanja vya Sabasaba Dar es Salaam. Ushanifahamu? Na Kariakoo, maana siku hiyo Kariakoo watu wanataka watu wasiende kufanya biashara. Ushanifahamu? Je, yule Mtanzania asiyekuwa na chochote anayetegemea atoke ili aweze kupata riziki, mnategemea ishi katika mazingira gani? Heche, wewe ni kiongozi wa chama cha kisiasa. Kama wewe ni kiongozi wa chama cha kisiasa, haupaswi kufanya vitu kama hivi. Ni kwa sababu zifuatazo. Ushanifahamu? Haupaswi kufanya vitu kama hivi kwa sababu una wanachama ambao ni lalahoi, wasiokuwa na maisha. Ushanifahamu? Hakuna mtu anayesema eti kwa sababu wanasema tukifanya maandamano, wakifanya maandamano watabadilisha maisha ya Tanzania. Waongo, hao ni matapeli. Hakuna atakayebadilisha maisha ya Tanzania. Walioathirika na walioumia ni Watanzania. Kama walioathirika na walioumia ni Watanzania, unategemea kuna nini kinachokuja kutokea? Unategemea kuna nini kinachokuja kutokea? Kwa mimi nizungumze tu, ndugu zangu wa Tanzania, tusiingizwe mkenge. Vijana wenzangu, tusiingizwe mkenge. Taifa letu ni jambo moja muhimu sana. Hao watu wanasema jitokezeni kwenye maandamano. Kuanzia Maria Sarungi kina Heche kina nani, hakuna atakayejitokeza kwenye maandamano hata mmoja. Hata mmoja. Mara 100 Mbowe kipindi kile anaitisha maandamano, yeye ndo alikuwa anaingia front. Alikuwa anaingia front yeye na familia yake. Lakini jiulizeni, Oktoba 29 walijitokeza? Mwisho wa siku ameenda kuumizwa vijana wa Kitanzania. Ushanifahamu? Kwa sababu ya shinikizo la wanasiasa wenye njaa. Je, tarehe 7 nako wanahamasisha ni wale wa mara ya kwanza. Kwa mimi niseme serikali iendelee kukaza buti. Serikali iendelee kukaza buti. Wao ndio wenye dhamana ya kuwalinda Watanzania. Na wawape matangazo wa Tanzania kwamba hakuna maandamano. Hakuna maandamano. Kwa sababu wanapoitisha maandamano, kwanza wanatudhoofishia uchumi wetu sisi kama Watanzania. Watu tulioteseka Oktoba 29 kwa mkoa wa Dar es Salaam, watu tulikaa ndani siku 3, hatujui tunakula nini. Leo hii wewe kama kiongozi wa chama unawashinikiza wanaokuongozea chama kina Mange Kimambi, kina Maria Sarungi wafanye maandamano. Maria Sarungi mshawahi kumuona kwenye maandamano nyinyi? Huyo Heche mshawahi kumuona kwenye maandamano? Huyo nani mshawahi kumuona kwenye maandamano? Wanaohamasisha au wameshalambishwa fedha. Kama wamelamishwa fedha, watu wache mara moja. Na mimi niliombe jeshi la polisi, niliombe kila aina ya chombo cha ulinzi na usalama kifanye kazi yake. Nilizungumza katika madarasa zangu zilizopita. Hawa watu msiwachekee, watakuja kuliharibu taifa. Hawa watu msiwachekee. Leo tunakuwa na nguvu ya kuweza kupanda punda kama mimi hapa niko wapi sasa hivi? Niseme ukweli, niko Unguja. Sasa hivi niko Unguja. Niko Unguja na kula zangu maisha nyumbani kwetu. Ushanifahamu? Haya, leo mnahamasisha maandamano. Mkishahamasisha maandamano, nini kinachokuja kutokea? Hatutakuwa tunapata nafasi ya kupanda nini? Hatutapata nafasi ya kupanda vitu kama hivi. Kuna vijana wengi wa Kitanzania kwa hapa bichi wanajitafutia riziki. Ina maana mnataka mfanye maandamano ili hawa vijana wa walalahoi ambao wanakodisha hawa farasi ili waishi kwenye maisha magumu. Mimi nizungumze tu, niwaambie ndugu zangu wa Tanzania, tusikubali
Tusikubali, tuachane na wahuni wanaohamasisha maandamano. Na mimi niseme tuna kampeni ya mikutano kuanzia siku ya Jumapili. Tutakuwa na presi nzito. Mmenisikia hapo vizuri waandishi wa habari? Siku ya Jumapili tutakuwa na presi nzito. Tutawaumbua wanaohamasisha maandamano. Tutawaumbua mwanzo mpaka mwisho, kwa sababu lengo lao ni kutaka kumdhoofisha Daktari Samia Suluhu Hassan ili aonekane kwamba yeye ni mtata. Kama wataomba maandamano yenye amani, serikali itaangalia, inaweza ikawapa. Ila maandamano yenye vurugu, yenye kuchoma vitu, hatuyataki tena. Hatutaki tena kuwasikia. Mimi naomba kwa siku ya leo niweze kuishia hapa. Una swali mwandishi ambaye unataka kuniuliza? Chadema wanaohamasisha maandamano na wale wanaharakati waliokuwa nje, wale ni maadui wa taifa hili. Na mimi nilizungumza. Jamani, huyu ndo mdude huyu. Na mimi nilizungumza, watu ambao wanavuruga taifa hili wasiachiwe. Shida ya kwamba serikali yetu inawachekea. Hawa viongozi wa Chadema wanachekewa sana na serikali. Serikali inabidi ifanye maamuzi, kwa sababu huku ni kuharibu taifa, ni kurudishana nyuma kiuchumi. Wakifanya maandamano wakavuruga vitu, ilikuwa haina maana kiongozi mkuu wa nchi kwenda nje. Ushanifahamu? Kwa hiyo watu wenye vyombo husika wasimame katika misingi yao, wasimamie misingi yao. Watanzania hawahitaji maandamano, wanahitaji amani, watafute riziki zao ili maisha yaweze kuendelea. Anayehamasisha maandamano asakwe, hata kwenye chini ya kitanda, asakwe, akamatwe, aswekwe ndani. Kwa sababu leo hii wanakwenda kuwakosesha riziki Watanzania wasiokuwa na hatia. Wanakwenda kuwakosesha pesa Watanzania wasiokuwa na hatia. Hivi wewe niambie, leo hii wewe kama wewe, huyo Heche kama Heche wewe Heche, nikuulize swali. Leo unahamasisha maandamano. Mara ya kwanza ulihamasisha maandamano na ndugu yako aliyokuwa ndani. Haya, mwisho wa siku alijitokeza kwenye maandamano? Jibu, hawakujitokeza. Wanawatoa kafara watoto wa Kitanzania, watoto wasiokuwa na hatia, watoto wa kimaskini, wanawapa 5,500, wanaambiwa wakaandamane kama tulichokifanya kipindi kile. Kwa mimi niseme, naomba nishare hapa, maana huyu jamaa huyu hapana. Oya, sio mara ya kwanza. Maandamano hayo hayaonekana. Baada ya yale ya Oktoba 29 waliitisha kwenye kwamba niseme hawa Chadema ukiwaachia, kwa sababu alitangaza nani? Mara ya kwanza alitangazwa Heche. Heche anakuwa na jeuri kwa sababu kaachwa nje. Ushanielewa? Heche anakuwa na jeuri kwa sababu ameachwa nje. Angeachwa ndani, angewekwa ndani kama Tundu Lissu, asingekuwa na ubavu wa kuweza kutangaza maandamano hayo. Serikali haitaki kupuuzia kauli zao. Sio kama kuweka bize serikali. Wapo wana polisi ambao wana jukumu waenda kulinda taifa. Ushanifahamu? Wakisema waachiwe hawa, wanaweza wakafanya wanaweza wakachoma kweli taifa letu. Ushanifahamu? Kwa wale wanaohamasishwa wachukuliwe hatua. Bwana pengine labda na Heche naye awekwe ndani. Anasababisha akiwekwa ndani sawa, iviangaliwe vifungu vya sheria. Mwisho wa siku, kwa sababu gani? Sisi tunahitaji taifa lenye umoja, wafanye siasa yao, wajibishane hoja kwa hoja. Mimi nampongeza Aliapi kamjibu Heche, na Heche anachotakiwa atoe hoja zake, aweze kujibiwa, sio kwenda kuhamasisha vurugu. Ushanifahamu? Siasa safi ni siasa ya hoja, sio siasa ya kuwashinikiza vijana kwa 5,500 kuingia barabarani kwenda kuchoma taifa lao. Huu ni upumbavu na ni ujinga wa hali ya juu. Kwa mimi ninachokisema, Heche kama ana hoja na chama chake, waingie kwenye hoja, wazungumze hoja zilizokuwepo, alafu baada hapo mimi niseme asanteni kwa kunisikiliza. Njoo nishuke. Tulia. Hapana wewe. Njoo nishushe.